Yes, ukumbuke mwaka 1981, mwaka ambao amezaliwa kocha wa sasa wa Manchester United Michael Carrick, lakini ni mwaka ambao Manchester United waliweka rekodi mbovu ya kutolewa kwenye michuano ya FA pamoja na michuano ya Carabao Cup. Huu ni mwaka 2026, mwaka ambao Michael Carrick ni kocha wa Manchester United, lakini rekodi ya miaka 44 iliyopita ya Manchester United kutolewa kwenye mashindano ya FA pamoja na Carabao imejirudia tena mwaka 2026. Jina langu ni Andrea Masawe, nipo na Moro King pamoja na Mswahili kwenye meza ya Game Time. Tunakwenda kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo yanakwenda kutokea weekend hii. Weekend ni kubwa kweli kweli, Moro King na Mswahili. Na nimeanza na rekodi ya Manchester United kutolewa kwenye mashindano ya FA pamoja na Carabao Cup. Kocha wa Manchester United Michael Carrick wanakwenda kucheza dhidi ya Manchester City. Tuanze kwanza na Manchester United, hali ilivyo ndani ya kikosi cha Manchester United inatia wasiwasi sana kwa mashabiki, kwa viongozi hata wa Manchester United hawaelewi wafanye nini watoke hapa walipo. Kwa mtu ambaye haelewi uzito wa ulichokisema ni kwamba kama Manchester United ambao msimu huu wametolewa kwenye michuano yote walioshiriki, isipokuwa Premier League ambao rather tunasubiri mpaka mechi ya 38. Kwa maana yake msimu huu Manchester United wamecheza mechi moja ya Carabao, mechi moja ya FA, na wamebakiwa na mechi zingine 10 na kidogo za Premier League. Kwa it makes them wawe wamecheza takriban mechi 40. Kama ligi itafika kikomo, Manchester United watakuwa wamecheza mechi 40 tu, ambayo kwa rekodi kuna miaka mingi sana hawajawahi kufikia kwenye level hiyo. Kwa sababu this season Manchester United hawajashiriki michuano yoyote ya Ulaya. Kwa hiyo maana yake usajili wa Matthias Dacunya, Brian Mbeumo, Benjamin Sesko ni wachezaji ambao watacheza michezo 40 tu, na hiyo ni michezo ambayo tunategemea kwa zile timu 5 za bottom half, timu 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwao kwa investment waliofanya. The other week nilisema ni Manchester United pekee ambayo inaweza isishiriki michuano yoyote ya Ulaya, inaweza isishiriki michuano mingine yoyote, lakini bado sokoni wakafanya vizuri, kwa sababu mashabiki wao wananunua tiketi, wananunua jezi na wanachangia club. Lakini kwa muendelezo huu mambo yanaweza yakawa magumu sana kwao, lakini sisi pamoja na yote tunawatakia kila laheri. Hapo tunaye mshabiki wa Manchester United hapa, labda tuambie kwa upande wako, bado unaiona timu yako kwenye moyo wako, umesimama nayo? Maana Moro ameniambia hapa licha ya mambo haya kuendelea, bado mashabiki wa United watanunua tiketi, watanunua jezi. Vipi kwa upande wako? Huo ni uhalisia, na ndio maana United inabaki kuwa ni brand kubwa tu, regardless, kwa sababu Sir Alex Ferguson ameondoka United mwaka 2000 na msimu wa mwisho wa mwaka 2012-13 ndo kaondoka. Kuna makocha takriban 8 wameshapita hapo tangia ameondoka, lakini kuanzia 2013 mpaka let's say 2025 United still ni top brand ulimwenguni. Like kwenye top 3 ipo tu, yapo namba 2, namba 3, namba 2, namba 3 ipo tu, na matokeo mabaya. Lakini kwa sababu nadhani kama Muru alivyosema, ni kwa sababu ya support walionayo pia kwa kwenye fan base yake. Mashabiki wana tangia kuporomoka kwa timu ya United uwanjani. Sidhani kama nimeshawahi kuangalia game ya United nikasema wow, the Sir Bob Robson jukwaa la Sir Bob Robson pale liko tupu. Sioni, sioni. Kila game ni full. Tunafungwa, tunashinda, kila game ni full.
So you can see the support ya mashabiki kwa timu yao, na ndio maana nadhani wanaifanya kuwa United mpaka hapa ilipo. Ina msuli wa kusema hatuchezi Champions League, bado tuko hohehahe, tukiingia sokoni pale tuna compete na Barcelona, sijui Real Madrid, sijui Chelsea, sijui Man City kwenye kumchukua mchezaji kwa paundi milioni 50, milioni 60. Inabaki kwa mchezaji kusema najua nini, naipenda United, lakini kwa career yangu kwa sasa hivi kwa yanayoendelea United, asante, sawa, naenda timu nyingine. So inabaki kwa mchezaji kama mchezaji na mapenzi yake kwenda United, lakini sio swala la mchezaji ama United kusumbuka sokoni kwa swala la mpunga, kupata sahihi ya mchezaji. So matatizo yamekuwa ni mengi kiukweli, na bado yanaendelea. Hakuna tiba iliyo patikana mpaka sasa. Maneno na yakumbukaga maneno ya Rafael Rangnick, alisema United inahitaji upasuaji wa mkubwa wa moyo, kama ulivyo upasuaji wa moyo, akatolea mfano upasuaji wa moyo kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini bado tunapiga mark time. Malalamiko yamekuwa ni mengi, watu wamekuwa ni wale wanaweka watu wale ambao wanataka wao kuwashika masikio, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sidhani kama kuna sehemu tunaweza tukachomoka kwa staili hii. Sijui ni lini, tuombe Mungu. Sasa hivi mioyo isha kupata ganzi, kwa hiyo siachi lakini kuangalia game za United. Bado naangalia game mpaka leo. Siwezi kuacha. You don't have a choice, bro. I don't have a choice. Hana choice nyingine. Namna. Hii hali niliona weekend hii hapa katikati, wakati naziongelea game za wiki ya katikati hapa. Nikasema mimi kama Pep Guardiola siwazi kabisa mechi ya Manchester United, na nilikuwa sina nafasi ya labda kusema inabidi niwaweke baadhi ya wachezaji nje ili nije kumface Manchester United. Ni timu ambayo kwa sasa hivi daraja lake haimpi wasiwasi sana Pep Guardiola. Wanakwenda kucheza weekend hii Jumamosi, Manchester United dhidi ya Manchester City ya Manchester United. Wana rekodi kubwa sana hawa. Kila wakikutana lazima, haijalishi timu gani ni nyepesi, timu gani ni nzito, haijalishi timu gani ni bora kwa wakati huo, lazima kuna ushindani mkubwa sana. Kwa jinsi ambavyo tunaenda kuangalia mechi, Michael Carrick amerudi Manchester United. Ni mchezaji wa zamani huyu, anajua engo zote za Manchester United. Unaweza ukawapa advantage Manchester United kwenye engo hiyo. Yes, wana mtu ambaye anaweza akawapambania na anajua namna ya kucheza dabi ya Manchester. Vipi kwa upande wa ubora wa kikosi cha Manchester City? Kwenye swala la ubora kiukweli ni huzuni. Lakini kiukweli sometimes wachezaji unaweza timu ikawa na wachezaji wa daraja la kawaida, lakini kwa yale yanayoendelea kwenye timu wanaonekana ni wachezaji wa hali ya juu sana. Lakini kwa hizi timu mbili kuna wachezaji wengi sana wa City, nadhani wako juu zaidi ya wachezaji wa United kwenye vipaji, confidence, wako mbele kidogo ya United, kwa sababu wanachagizwa na yale yanayoendelea pia kwenye timu yao. Tumemwona Matheus Cunha akiwa Wolves, alikuwa anaibeba Wolves. He was effective, sio kama Matheus Cunha aliyo United ambaye chances 8 ana convert moja, wakati katika timu ambayo ina struggle kwa huko chini, bottom 10, alikuwa iko ana precision nzuri, ana work rate nzuri. Sasa hivi Matheus Cunha mpaka anani frustrate hata mimi wakati nikimwangalia sometimes. Anafanya kazi kubwa, akifika mwisho anaanza kutembea. Sio kitu ambacho kocha kama Pep Guardiola anapenda kukiona.
si kitu ambacho kama Jurgen Klopp anapenda kukiona. Yani mchezaji walk, unatembea ili weje. Lakini kabla ya hapo last season mchezaji aliyetembea umbali mrefu bila kufanya activity yoyote, namba 1 alikuwa Matheus Cunha, namba 2 alikuwa Virgil van Dijk. Yani katika ndio maana alikuwa anacheza Wolves Premier League. So what I'm trying to say is Premier League ya msimu uliopita 24-25, mchezaji ambaye alikuwa, mimi namuita Walker Texas Ranger, mchezaji ambaye alitembea bila kufanya activity yoyote kwa umbali mrefu. I don't remember the exact statistics, lakini alikuwa Matheus Cunha. Mchezaji wa pili kwa kutembea uwanjani alikuwa Virgil van Dijk, lakini one might argue kwamba Van Dijk ni beki. Kwa hiyo kama Liverpool inashambulia, yeye hajashiriki kwenye mashambulizi, anaweza tu akawa anatembea from point A to point B. Correct. Lakini Matheus, so sioni tofauti ambayo naona labda ni kwamba sasa hivi Matheus Cunha akifunga Manchester United, it's a big club, ni prestigious na everything that tunategemea vitu vizuri kutoka kwa Manchester United, lakini he is a disappointment. Yes. Naona kila mchezaji kabla hapo tuendelee. Uko sahihi kabisa. Yeah. And that's why I want to Wolves na sio United wala City wala Liverpool. Ndio maana hata Liverpool Van Dijk ndio anatembea sana kwa sababu pia hata wakati wa club Liverpool walikuwa wanacheza high line most of the time. So most of the time wanashambulia. Wako mbele. Yeah. The reason nikasema hata mwanzoni nikasema kuna wachezaji wanaweza kawa hawako daraja la juu, lakini kwa namna ya mifumo na kocha anachokitaka ndani ya timu wanaonekana wa daraja la juu sana. Ndio maana nasema hata Pep Matheus Cunha angekuwa City angekuwa ni mchezaji tofauti sana. The reason ndo ningesema kwamba mazingira, environment katika timu inasaidia. Pep alikuwa anawaambia wachezaji wake, mchezaji ni mmoja tu ambaye anaweza akatembea kwenye hii timu kama angekuwa Messi. Yeah, sure. Only Lionel Messi. He deserves that. Yeah. So hayo ni madaraja mawili tofauti kabisa. Yeah. Pep anamaanisha kwamba nyie mliopo hapa hamna kutembea. Hakuna kutembea. Yeah, kwa sababu hata City ya Pep kuna wachezaji wengi tu ambao walikuwa nao ni ukiwaweka kwa sasa hivi let's say Kun Aguero na Matheus Cunha. Sawa? Yes. Hata Samir Nasri. Nasri. You understand? Yeah. So it's okay. Ulikuwa unatembea ukiwa Wolves lakini. Yeah, ukiwa Wolves tembea tu. Wewe si ndo king pale. Yeah, lakini sasa huku ni timu ambayo unahitaji. Umesema timu ambayo unaipenda, lakini timu ambayo unahitaji uitoe huku iliko, twende mbele. Yeah. Huo ni mfano mdogo, lakini siwezi kusema Matheus Cunha yeye ndo chanzo cha United ya perform. La hasha. So kwenye hii game na City, derby is a derby. Siku zote tunasema derby is a derby. Lakini ukichukua kwenye game takriban 10-15 zilizopita United wamekuwa mchechea kwa City. Kwa mfano kwa game 10 zilizopita wametufunga mara 6. United wameshinda mara 3 tu na draw 1. So unaona the dominance waliokuwa nao dhidi ya United. The only coach ambaye alikuwepo United akamsumbua Pep alikuwa ni Ole tu. Yeah, ndo alimpindua akapiga. Lakini wengine wote wamempiga 6, 4, 3, wametufunga sana. Lakini hiyo haimaanishi itakuwa ni walking at the park kwenye game. Kwa mwendi kinyonge. Hamna kwenda kinyonge. Na tunaweza tukawafunga hiyo game. Umeona game na walioshinda 10. Kikosi alichokipanga. Yeah, niliona. Na sasa unfortunately huwezi kufananisha ile team na Manchester United because I think game itakuwa ngumu sana. Unajua ulianza kwa kusema kwamba wewe ukiwa Pep Guardiola huwezi kuiwaza Manchester United. I think that's not correct.
Pep Guardiola sasa hivi, mimi nafikiri Pep Guardiola sasa hivi hakuna game ambao anatamani kushinda kama game ya Manchester United, kwa sababu wale ni watani wa jadi. Unajua Manchester City wanaweza wakamsamehe Pep akifungwa na Brighton, akifungwa na Newcastle, akifungwa na West Ham, akidraw na Wolves, lakini sio kufungwa na Manchester United. That game means so much to Manchester City. Yaani unajua kuna hata tukiwa shule ile kuna yule mtu ambaye ni nemesis, ni anaonea watu wengine wote. The longest winning streak ya Manchester United dhidi ya Manchester City happened kuanzia mwaka 1990 mpaka mwaka 2001. Hicho ni kipindi ambacho Manchester United walikuwa wanashinda tu. Hata kama Man City walishinda, lakini Manchester United walikuwa wanashinda tu. Umeona? Kwa hiyo hii ni zaidi ya mechi. Ni kama Barcelona na Real Madrid. Hakuna namna Barcelona atataka afungwe na Real Madrid hata kama ana hali mbaya kiasi gani. Yeah. Yaani so Pep Guardiola this week anacheza dhidi ya Newcastle kwenye Carabao. Nafikiria ataziandaa silaha zake specifically kwa ajili ya Manchester United, kwa sababu hakuna game ambayo itamhaunt Pep Guardiola kama akifungwa na Manchester United. Leave aside kwamba Manchester United ana hali mbaya kiasi gani. Manchester United dhidi ya Liverpool, Manchester United dhidi ya Manchester City. Hizo ni game ambazo hakuna mtu anataka kufungwa. Yaani Manchester United iliyo nafasi ya kwanza na Liverpool iliyo nafasi ya 18. Liverpool hawezi kukubali. Liverpool atakubali kufungwa na kila mtu, sio Man U. Man City atakubali kufungwa na mtu mwingine yoyote, lakini sio Manchester United. That is how a derby is. Kwa hiyo Pep Guardiola kama kawaida atashusha silaha zake. Mind you, Pep amemsajili bwana Semenyo. Depending na matokeo ya AFCON yatakavyokuwa ya Misri, Mamush atakuwepo. Tukumbuke nadhani ni Ait Nouri wa Algeria anarudi. Manchester United wana Mbumo, wana Amad Diallo wanarudi, si ndio? Nadhani mtu ambaye anaweza akawa anakosekana ni Mazraoui, ambaye depending pia na matokeo yalivyo. Kwa hiyo nilikuwa namtania ndugu yangu hapa kwamba dhidi ya Brighton waliweka full mkoko. Sasa tutegemee Manchester United ya Michael Carrick weekend hii watatuwekea full mkoko, na tusishangae matokeo. Unajua ukiachana na betting au ukiachana na mafikirio ya wengi, watu wengi wanafikiria kwamba hii ni game rahisi kwa Manchester City. Yeah. Lakini this is one of the hardest fixture kwa Manchester City, kwa sababu Manchester United wana hali mbaya. Tunaona kila ambacho wamekisajili au wamefanya hakijaenda vile wanavyotazamia, lakini hawawezi kukubali sasa wakose vyote. Kuna kitu kimoja tu cha kujisifia msimu ujao kwamba tulimfunga City, tuliwafunga noisy neighbors. Yes. Hivi kuna swali nilikuwa najiuliza hapa. Kwa nini kuna wachezaji wanafanya vizuri, of course, so kina Sesko na Kunya walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini wakifika ndani ya Manchester United wana flop, wanarudi chini sana. Labda nilikuwa nawaza, unajua Manchester United ni klabu ambayo ina pressure. Haujakosea. Ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sahihi. Yes, klabu kubwa sana. Sasa I think kuna wachezaji wakifika pale wanakuwa na pressure sana ya kufanya maamuzi wakiwa ndani ya uwanja. Kwa sababu I think Manchester United wanakompete sana kwenye soko la usajili hivi sasa. Hawajawahi kushuka chini kwenye soko la usajili. Na wanapata wachezaji ambao performance wanakuwa wameimbwa kwa kiasi kikubwa. Na una predict wataenda kutoa kitu kikubwa ndani ya Manchester United. Labda ukubwa wa Manchester United nao ni tatizo. Ni ukubwa wa United ni sio kitu kidogo kwa mchezaji wa aina yoyote kwenda anaenda United. United is one of the biggest brand, as I said before. So mchezaji anaenda pale anajua anatakiwa approve thamani yake.
anatakiwa aonyeshe kwamba nimekuja kwenye club kubwa, nimeaminiwa kuletwa kwenye club kubwa kwa ajili ya kuweza kuisaidia kushinda mataji. Sasa na ikiwa ndivyo sivyo, especially katika kipindi hichi kigumu cha takriban miaka 10-12, imekuwa kuna reshuffle nyingi sana, chomeka chomoa, toa huyu weka huyu, toa huyu weka huyu. So mazingira yenyewe hayaja settle. Tumebadilisha makocha kibao, huyu anakuja na idea hii, huyu anakuja na idea ile. Amekaa miezi 6, mwaka mmoja, msimu ameondoka, amekuja mwingine, na adaptation ziko tofauti kwa kila mchezaji. Kuna wachezaji ni wepesi sana kuadapt, yani they hit the ground running. Kile walichotoka nacho huko wanakuja ni muendelezo tu unakuwa, lakini kuna wengine they need time kwa kile ambacho kwa mazingira mapya, lakini they need time kwa kile ambacho mwalimu anataka wewe ukifanye. Kwa kuna vitu vingi, factors ziko nyingi sana za wachezaji kushindwa kuperform. Inaweza ikawa hata kuna wachezaji wanaperform kwenye timu nzuri ambazo zimetulia, hazina vurugu, lakini wanashindwa kuperform kwa sababu tu lakini pressure ya ukubwa wa club. Na wachezaji wamepelekwa Madrid kipindi kile wameshindwa kuperform. Nembo ile ni kubwa sana. Mtu anajaribu kufanya zaidi ya uwezo wake, you know. So ni kweli pressure ni kubwa kwa United, lakini pia swala la kuadapt ni swala moja muhimu sana kwa wachezaji. So factors ni nyingi kwa sasa hivi. Mimi naweza nisiwalaumu sana wachezaji wakija United na kushindwa kuperform kwa sababu hali ya hewa si nzuri kuanzia huko juu. Yani hali ya hewa sio nzuri kiukweli. Kwa hiyo mazingira yanakuwa magumu kwa wachezaji. Kwa jinsi unavyoona hali ya uongozi na athiri vipi timu moja kwa moja chini? Well, sasa hali ya uongozi kwa mfano nikichukulia mfano wa Ruben Amorim ama makocha tu ambao wamepita, kila mmoja anasema vitu vingi kuhusiana na uongozi, lakini kuna common factors ambazo makocha karibia 4 au 5 wamezisema. Kuna makocha wanafanikiwa kwa kupewa wanachokitaka. But sio necessarily unaweza ukapata unachokitaka. Lakini kuna asilimia ambazo ukipewa watu baadaye watakujudge kwamba tumekupa kila unachokitaka lakini umefeli. Kwa hiyo utashindwa cha kujitetea. Lakini makocha wengi wameomba namna klabu ambayo inavyotakiwa iwe run, kutokea kwenye mambo ya kwenye training ground, physician, kwenye watu wa vyakula. Walitaka namna wanavyoamini kwamba wao wachezaji wakiwa treated basi tutasonga mbele, lakini hawajafanikiwa kupata. Makocha wengi wa United wamelalamika kutokupata wachezaji ambao wana suit namna ya wao wanavyotaka timu icheze. Kianzia kwa Mourinho alisema the same. Ole alisema the same. Aliomba msimu mmoja wa kutengeneza timu, bahati nzuri msimu mmoja ukawa ni mafanikio. Lakini alisema to start from here kwenda mbele tunahitaji ABCD. Lakini kipindi kile alikuwa Ed Woodward, ambaye alikuwa ndo wale ambao wanasema juzi Amorim amesema nililetwa hapa kuwa manager na sio kocha. Kuwa manager ina maana unakuwa na wide range ya kuforesee kufika sehemu nyingi za maamuzi. Kama mchezaji unayemtaka, yani vitu vyote ambavyo unavitaka vinaweza vikawa viko ndani ya uwezo wako kutoa maamuzi. Lakini kipindi kile ilikuwa ni Ed Woodward ndo anafanya maamuzi. Ed Woodward ndo ananunua wachezaji. Ed Woodward ndo anataka wachezaji waishi vipi. So inakuwa ngumu kwa kocha kufanya majukumu yake endapo kuna mtu anakuwa anampeleka kama PlayStation. So ni ngumu sana kama hakuna uongozi, yani hierarchy haiko on the same page
kuanzia juu mpaka chini. Inakuwa ni ngumu sana kwa mazingira hayo kwa mwalimu kufanya kazi. Bwana, hao ni Manchester United wakiwakaribisha Manchester City ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Moja kati ya mchezo ambao kwa weekend hii ni mechi ambayo inatazama kwa kiasi kikubwa sana. Yeah. Sisi mashabiki wa Chelsea tutakuwa tunautazama mchezo huu, lakini kwetu tutakuwa tunawaza Brentford ambayo kwa sasa hivi ni ya moto kweli. Mchezo mitano wametoa sare, tena suluhu dhidi ya Tottenham peke yake. Wameshinda 4 dhidi ya Bournemouth, wameshinda 4-2 dhidi ya Everton, wameshinda 3 dhidi ya Sunderland. Yeah. Wameshinda 2 dhidi ya Sheffield. Hao ni Brentford. Chelsea pia majitia maji. Ndio wanashinda, kesho wanafungwa. Mechi ya mwisho hapa na kocha mechi ya mwisho ya ligi hapa Fulham na katutoa jasho. Hamna maana. Tuna maana. Mechi dhidi ya Brentford, I think sasa tunataka tukamwone sasa Liam amekuja na kitu gani ndani ya Chelsea. Lengo lake tunaenda kuliona kwenye mechi dhidi ya Brentford. Nadhani ni mchezo kwa kiasi fulani Chelsea tutakuwa tunaenda sasa kuangalia mipango ya kocha ndani ya Chelsea ni ipi. Mechi ngumu sana. Yeah. Itakuwa ni mechi yake ya pili kukaa kwenye bench. Yeah. Si ndio? Yeah. Mechi na Fulham hakuwa kwenye bench. Si ndio? Yes. Kama nakumbuka vizuri. Yeah, alikuwa ni yule caretaker. Ndio alikuwa kwenye bench, lakini alianza kukaa kwenye mechi ya juzi ya ile ya nani? Carabao. FA. Mechi ya kwanza ile hakukaa. Ya Fulham hakukaa. Ya Fulham siku ya ligi. Hakuwa bench. So let's say kwenye mechi zote mbili ambazo yeye yuko bench ameshinda convincingly. Lakini amecheza na nani? Alicheza na Charlton. Charlton Athletic. Yeah. So ni timu za Championship, League One. So ni muda wa yeye kucement idea zake, ni muda wa kuprove kile ambacho mashabiki walio wengi ambao wanasema hawamwamini kwa sababu hamna kitu ambacho amekifanya. He has nothing to show. He has nothing on his name. Yeah, okay, amefanya hakuna kitu kwenye jina lake. Yes, that's a fact. Hiyo ni kweli. Yeah. So ni muda wa yeye kuonyesha kwamba okay, hii ni kazi ambayo iko ndani ya uwezo wangu na ninaweza nikaifanya kwa ufanisi mkubwa sana. So ni swala la kusubiri kuona Chelsea wataanzaje kucheza especially na timu ambazo zinaweza kuwa big test. I think Liam ana kazi kubwa sana. Nadhani ndani ya mioyoni mwa mashabiki wa Chelsea wao wenyewe wanajua kwamba shida haikuwa Enzo Maresca. And hakuna tatizo ambalo limesuluhishwa kwa kumuondoa Enzo Maresca. The other time nilisema ukiachana na mambo mengine yote, Chelsea ina matatizo matatu. Moja, nidhamu, kwa sababu moja ya timu ambayo ina kadi nyekundu nyingi msimu huu. Ina kadi nyekundu 7 au 8. Yaani ukianzia kwa Maresca mwenyewe ana kadi nyekundu na wachezaji wale infield player. Tena infield na outfield. Yaani nani alipata kadi nyekundu? Wana kadi nyekundu ya kipa na wachezaji wengine wa ndani. Yaani ile backline wana kadi nyekundu, viungo wana kadi nyekundu, forwards wana kadi nyekundu. That is one of the biggest problem ambayo face Chelsea right now. Lakini maturity ya kikosi cha Chelsea bado unless Chelsea wataleta wachezaji ambao kidogo wamemachua, hawawezi kupata chochote. Na kitu kingine kibaya zaidi ni kwamba Liam amepewa kazi, mimi nafikiria Liam amepewa kazi kwa sababu ya urahisi. Chelsea wanamilikiwa na Blueco, ile kampuni ya Marekani ambao wao pia wanaimiliki Strasbourg. Kwa hiyo ni kama tu tuseme tu kwamba unahama tu department. Ulikuwa Strasbourg,
chini ya Bluco hiyo unahamia Chelsea. So it was only convenient. It's a matter of convenience, kwamba haitakuwa issue kumhamisha mtu kutoka kampuni dada kuja kampuni kaka. Lakini sidhani kama kuna kitu chochote ambacho Chelsea na mashabiki wao wanaona watakiachieve kwa kumpa kazi Liam Rosenior, kwa sababu unlike Liam, Maresca at least amekuwa kwenye Premier League kwa muda, tena Premier League clubs, yani sio mtu kutoka Hull City ambao huko alikokuwa. Sidhani kama Chelsea wenyewe ndani ya mioyo yao wanaamini kwamba kuna kitu chochote positive walichokibadilisha kumtoa Enzo Maresca kumweka Liam Rosenior. Tena ukiangalia at least Maresca amewarudisha kwenye European football, amewarudisha kwenye Champions League, amewapa Europa na amewapa kombe la dunia. You don't replace a coach of that stature au a coach of that caliber with that CV na rookie coach na kwa muda huo, yani na muda ndo, kwa sababu labda kama angekuwa ana misimu minne ungesema mtu tutafute ideas mpya, lakini hata miaka miwili hajamaliza. Tena he has overperformed. Yani kocha ambaye ndani ya msimu huu amepewa kazi, amekuletea vikombe viwili, he has overperformed. Sasa you don't replace a top flight coach, japo sawa Maresca hatuwezi kumuita ni top flight sana kwa sababu he is still upcoming, ukamreplace na rookie, kwa sababu Liam Rosenior ni rookie coach, ni kocha ambaye tuseme ni chipukizi, ndio kwanza anaanza labda ameangalia labda atakuwa na njia ya mafanikio. Kuna kitu kimoja ambacho makocha wengi ambao wanatakiwa na hizi timu kubwa wanafanya, hawaachi hizi nafasi kwa sababu haziji mara nyingi. Haziji mara nyingi. So hata mimi nikikuwa kwenye viatu vya Liam Rosenior, why not? Chap haraka. Stamford Bridge, man. After a big payout. Big check. London. Kutoka huko viunga kutoka Strasbourg. You know? Sasa hivi kule walikuwa sawa, Strasbourg walikuwa wanapata matokeo mazuri, na matokeo mazuri na mpira wanaocheza ndio yalikuwa yanafanya watu waanza kumwongelea Liam Rosenior. Lakini hapa sasa spotlight zote ziko kwake. Atahitaji afanye pre-conference, post-conference, unahitajika. Usipofanya wanaanza kukuua kwenye tabloids, kwenye magazeti. Unajua media za English media is very good at that. Watakuumiza tu. Watakufrustrate vibaya mno. Sasa mimi namuelewa, hata ningekuwa kwenye viatu vyake mimi mzee nisingeacha kwenda kuchukua hiyo nafasi. So most of them ambao hawajapata nafasi ya kufundisha timu kubwa, ndio maana unaona hawakataagi kwa sababu hiyo ni nafasi inakuja mara moja. Inaweza ukaenda pale ukafanikiwa sana, ndio ikawa tobo lako ukatoboa, au ukafanya zako miezi 6 msimu mmoja, tayari uko kwenye CV. Na iko kwenye CV kwamba nimefundisha Chelsea. So it's easy pia kupata kazi sehemu nyingine. Pale nilitoka pale kwa sababu huko kuna mishemishe. Na kama unakumbuka Maresca na Amorim, they had similar maneno kuhusiana na timu zao, ni kuhusiana na uongozi. Similar kwenye post conference zao za mechi ya mwisho ambayo nikaandika kwenye mtandao wa X, nikasema sasa huyu bwana inabidi aende akiendaga kwa the body language, maneno, the voice, the tone of his voice, nilikuwa naona kabisa huyu hawezi kuendelea hapa. Hata kama akiambiwa aendelee, sidhani kama body language walikuwa wanaonekana, sidhani kama anaweza kaendelea. Na niliona ni kweli
akaondoka. It was hardly 12 hours The same as Maresca naye post conference yake alisema alikuwa anatoa kutokuridhishwa na yale yanayoendelea kwenye uongozi, kile ambacho wanakitaka na ambacho wanakitaka, walikuwa wanapishana uongozi. Imagine okay fine, wewe unapanga kikosi, lakini physicians ndo wanakupangia wewe kikosi. Huyu anatakiwa acheze, huyu anatakiwa asicheze. So kulikuwa kuna mfarakano mwingi sana ambao yeye mwenyewe aliutolea alisema haridhishwi nao. Kwa hata yeye nilivyoona nilivyosikia hata sikushangaa. The same as Amorim. Kwa hiyo mambo ni mengi huko kwenye hizi timu. Na hizi timu kubwa zina vitu vingi sana. Jana Xabi Alonso naye amefukuzwa kazi. Yeah. Coaches are hired to be fired. Coaches are hired to be fired. Ila ulimtabiria bwana. Unajua kuna maneno anasema bwana Mswahili ni kama anawanyima watu kazi. Kama ulitamka hivyo kwenye na wanyima wanajimu. Yaani unasemaje? Ni kama unaenda kwa boss unamchomesha mwenzako. Kwa sababu kama kwa Amorim uliandika vile Twitter, kwa Alonso ulitamka hapa wazi kabisa. Wakati uongozi umekaa nyuma ya Alonso. Kasema na Alonso usibweteke sana kwenye swala la uongozi, ukaa nyuma yako. Yeah. Kwa sababu Real Madrid hawatakuvumilia kama hautaacha kwa hapo ushindi. Hawezi kuvumilia. Walichokifanya walikuwa wanajaribu ku preserve harmony kwenye kikosi. For some times, but I'm sure katika ile tamko lao la uongozi, naamini kabisa walikuwa tayari wameshaanza kuangalia alternatives za Alonso. Ndio maana alivyo mtu anaanzishwa kazi leo anatambulisha kocha mpya. Ni siku uongozi ulikuwa ushajiandaa kabisa. Abeloas alikuwa anafundisha Madrid Castilla ya timu ya watoto. So na anashikilia naye kwa muda kabla ya kupata kocha mpya, unless waamue kumpa nafasi. I don't see that. Sioni hiyo kama kocha gani anaweza kaenda pale. Makocha wapo tu, yani uzuri to predict game time. Kocha gani anaweza kaenda Real Madrid? Kwenye soko la sasa hivi. Siwezi kufikiria kwa haraka lakini anyway, I don't see Klopp going to Real Madrid because hiyo fan base itamuua. Kwa nini? Sasa kwani kuna upinzani gani kati ya Madrid na Liverpool? Hakuna upinzani, lakini anyway, inawezekana. Lakini Klopp hii ni mara ya pili Klopp anahusishwa na mbaya zaidi ni pale ambapo wewe uko kwenye timu alafu kuna watu wanahusishwa kwenye timu yako. Unajua timu kubwa, the other time nilisema kwamba timu kubwa hizi hazina aibu katika swala la kukuondoa kwa sababu hauna delivery ya matokeo. Hawana aibu, and this is a hill I'm going to stand on kila siku. Manchester United imemvumilia sana Ruben Amorim. Kwa kaliba ya timu kama Manchester United, you don't deliver, hawana story na wewe. Yani nimeshangaa kwamba there's this day niliangalia statistics ni kwamba katika kalenda hii ya 2025 Ruben Amorim ameshinda michezo 12 ya Premier League. Kwamba kuanzia January mpaka Disemba Mwamba ameshinda michezo 12 tu. Huo ni wastani wa mchezo mmoja kila mwezi. Yani kila mwezi anashinda mchezo mmoja wa Premier League. Mwezi ambao kwa wastani una mechi hizo 4. Yeye anashinda mchezo mmoja. And Ruben Amorim alikuwa niseme ingekuwa ni yale maneno ya wazungu wangesema cunning, kwamba Ruben Amorim alikuwa ana uwezo wa kuwamasaji kuwamasaji mashabiki wa Manchester United. Anashinda moja, ana draw moja, anafungwa 2. Alafu anarudi kwenye cycle, anashinda moja, ana draw 2, anafungwa tena. Hivyo kwa hiyo wanasahau kwamba mbona kama kuna mambo haya. Alikuwa na matokeo mabaya mfululizo.
kuna sehemu atakuja atawadanganya kidogo na matokeo. Na ukitaka ujue kwamba Manchester United wamekuwa na matokeo mabovu for the past 1 year, kuna shabiki wao mmoja yule alioahidi kwamba atanyoa nywele endapo watashinda michezo 5 mfululizo. Yule bwana sasa hivi nywele yake iko hapa. Bado. Yaani ujue ni jinsi gani matokeo ni mabovu. Afurudi kwa Xabi Alonso sasa na matokeo yake na bado amefukuzwa kazi. Xabi Alonso ana win percent nadhani zaidi ya 70%. Nadhani pia Real wana wasiwasi kupoteza kombe tena msimu 34 kashinda mechi 24. Alafu unajua Real Madrid ilikuwa ni finali ya 3 wanapoteza mfululizo. Yeah, ndio uhasimu sio mzuri. Kosa lake kwa statistics za Xabi Alonso, mechi 34 kashinda mechi 24, kapoteza mechi 6 tu na draw 4. Hiyo imetosha yani. Lakini kafungwa mara ngapi na Barcelona? Wameruka naye yani kwamba hapana. Yaani ndani ya mwaka mmoja Barcelona wamewasaidia Real Madrid kuachana na makocha wawili. Kuna hii picha ina trend sasa hivi mtandaoni, Hans Flick anashikana mkono na Carlo Ancelotti kwenye finali ya Super Cup Saudia. Mwaka mmoja baadaye the same picture but Hans Flick na Xabi Alonso, makocha wote hao wametimuliwa. Yaani ujue ni jinsi gani uhasimu. Ndio maana nasema mtu yoyote mimi ambaye ataniambia kwamba Manchester United versus Manchester City ni game ambayo Pep haiogopi au haifikirii, come on man, hiyo haiwezekani, hawezi kukubali. Bwana Bale, kwa haraka ni makocha gani top flight coaches sasa hivi ambao unaweza kuwataja wako hawana kazi? Nadhani wa kwanza Zinedine Zidane yupo tu. Lakini sasa Zidane kurudi Real Madrid, hataki kuchafua. A good dancer knows when to leave the stage. I don't know. You know, kwenye football tunasema never say never. Lakini I don't see that romance happening once again. Itakuwa mara ya 3. Nadhani kocha wa Real Madrid sasa hivi ni kocha ambaye yuko tu kwenye timu nyingine, wanamsubiria alitibue huko alafu waje huku, because makocha wakubwa ambao wako kwenye soko sasa hivi ambao wanaweza wakaendana na ile kasi, kwa sababu narudia kile nilimnukuu Jose Mourinho. Jose alisema timu kubwa haufundishi soka, wakina Mbappe hauwafundishi kutuliza mpira, na wanajua all you have to do is motivate them, kuwaunganisha, because Real Madrid wana technically au wana kila mtu. Yeah. Lakini kuwakusanya yule kila mtu na kukupa matokeo, that's another thing. Hey, alisema hiyo nani kwenye one of the shows nadhani ilikuwa ni ile TNT, lakini Thierry Henry, Thierry Henry, Mika pamoja na Jamie. Alisema Gareth Bale alisema aliulizwa namna ya wanavyo operate, alisema the same thing, and then Thierry Henry alisema imepita muda sana. Alisema anaona kama Xabi Alonso anafundisha sana, ni mwalimu sana na si kitu ambacho kinahitajika Real Madrid. Anafikiri yuko Bayer Leverkusen. Kuna utofauti mkubwa sana wa Real Madrid na Bayer Leverkusen. Anaona alisema anaona haoni mwendelezo mzuri wa Xabi Alonso Madrid kwa namna anavyotaka kumanage ile timu, kwa sababu ile timu umeona watu ambao waliweza kufanya good management ya wachezaji, Don Carlo, Zidane, namna ya kuweza kulimanage lile group kundi ambalo, kwa sababu wanaamini wanaamini mchezaji anayekuja Madrid si mchezaji ambaye anahitaji tena kufundishwa vitu. Nafikiria pia Thomas Tuchel angekuwa free, he would have been the perfect guy for Real Madrid. Unfortunately sioni Thomas akiachana na Uingereza afu aende na issue ya makocha wa national teams yao inakuwa ni ngumu sana kuwapata.
kwa sababu target ya mashindano pia. Sasa unaweza kukuta mtu anasubiria World Cup hapa. But I remember Julian, not all the time. Yeah, I remember Julian Lopetegui 2018 alikuwa kocha wa Spain, Real Madrid wakamtangaza. One of the biggest mistakes aliwahi kufanya bwana yule. Yeye ni kocha wa Spain, Real Madrid wanamtangaza to an extent kwamba okay, nenda World Cup Moscow na nenda World Cup Urusi, ukirudi utakuwa kocha wa Real Madrid. RFEF mzee wakaruka naye pale wakasema nenda zako huko Real Madrid, sisi Urusi hauendi na sisi, because angeigawa ile timu. Umeona? Lakini umesema kuhusu Maresca, why not? I think Enzo Maresca will be a perfect guy. Ndio kile nilichokuambia, nilichokisema hapo mwanzo kuhusiana na nafasi wanazopata makocha kwenye hizi timu kubwa. Stepping stone. Wewe mchezo ni Real Madrid kama mkono. Hata Liam Roseni alisema kwamba kuna timu chache duniani ambazo zingemuita anaweza kukataa. Alisema Ufaransa pale, yeye alikuwa Strasbourg, PSG wangepiga simu muda wowote. Chap angeenda. Chelsea called and hata Pep Guardiola alisema kwamba yuko Man City, lakini one day FC Barcelona wakisema hello Pep Guardiola, vipi basi njoo basi, yani anasahau kabisa kwamba City wapo. So that's how big teams do, they poach, ujangili. Bwana, hao ni Chelsea. Chelsea dhidi ya Brentford. Mjadala umekuwa mrefu kweli mpaka umehamia nchini Hispania. Sasa tunaenda kucheck game ya Liverpool dhidi ya Burnley. Game ya Liverpool na Burnley. Safari moja uanzishe nyingine. Yes. Game ya Liverpool na Burnley. Burnley nimewaangalia, walikuwa na mwendelezo mbaya sana, I think. Mbaya sana. Lakini wamekutana na ndugu zangu hapa Manchester United. Ikasema Mungu ametolea wapi? Sasa wamekutana na Liverpool. Liverpool ambao pia tia maji huko kwetu. Inakupa game hii, performance hii, game nyingine na lose. How so? Nini ambacho kinaendelea ndani ya Liverpool? How so unasema tia maji kwa sababu nikiangalia hauna mfululizo wa kushinda. Una sare katikati hapa. Lakini sijafungwa pia. Hujafungwa of course. Lakini na wasiwasi pia unaweza ukakwamishwa na Burnley. Wanaweza wasikufunge, lakini wanaweza wakupa alama moja. Kitu ambacho si salama sana kwa upande wako. Nadhani changamoto ya Liverpool right now ni consistency ya ushindi. Tumeanzia mbali. One thing I would give Ancelotti ni kwamba tumeanzia mbali, tumepoteza. Nadhani mpaka kufikia wiki hii tumepoteza michezo isiyopungua 9 kwenye michuano yote, na tumepoteza michezo 6 kwenye Premier League. I think hiyo ni namba kubwa sana ambayo tumepoteza games katika michezo 20 na kidogo ya msimu huu. Msimu uliopita that is the same amount of games ambazo tulizipoteza msimu mzima kwenye Premier League. Kwa hiyo timu yangu inajitahidi, inakuja wiki hii katikati kwenye FA tumecheza dhidi ya Barnsley na tumeshinda goli 4-1, volley moja matata sana kutoka kwa Dominic Szoboszlai, japo alifanya blanda, alipiga backheel kwenye boxi na Barnsley wakapata goli. Giorgio Mamadashvili akashindwa kujitetea. Sioni namna ambao Burnley wanaweza wakatuletea noma, kwa sababu timu kubwa ni timu kubwa, na always timu kubwa tuna expect matokeo mazuri. Msuli wa Burnley kuweza kuisumbua Liverpool bado. Na one thing ambayo nafikiria ni kwamba tunahitaji hizo points, kwa sababu ukiangalia kuanzia festival season imeanza mpaka kufika imeisha, tumeongeza point chache sana, unlike watu wanaoongoza ligi Arsenal ambao wao wameongeza point 12 kutoka point 30 ngapi walizokuwa nazo. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu Burnley anataka kujitetea na sisi tunataka turudi kwenye winning ways. Tuko pale, nadhani tuko nafasi ya pili tukiwa tunamfuatilia kwa karibu Aston Villa. Kwa hiyo it's a must win game. Ni game ambayo nafasi ya pili. Hapana.
tuko nafasi ya 4. Yaani anasema nafasi ya pili msimamo wake na Aston Villa. Yaani tuko pale nafasi ya pili tukimfuata Aston Villa kwa karibu. Yaani tuna kaligi chetu sisi na Aston because hakuna namna sisi tunamsogelea Arsenal. Yaani Arsenal sasa hivi sio target yetu kwa sababu one thing ambao unajua vile lakini amekuzidi kwa alama ngapi? Ndio. Okay. One thing I am certain ni kwamba sisi sasa hivi tunabidi tupambane tucheze UEFA Champions League msimu ujao, na Man City na Arsenal wako kwenye ligi yao, wao wawili wako wanapambana wenyewe. Sisi na Villa sasa hivi ndugu zangu Chelsea na Manchester United wako wananifuata kwa karibu, lakini it's a must win game. It's a must win game for us. Tunahitaji tupate hizo points kutoka kwa Burnley ili mambo yawe vizuri. Bana wanasema wana ligi ya Arsenal na Manchester City. Arsenal wanaenda kucheza dhidi ya Nottingham Forest. Nimeangalia Nottingham Forest kwa kiasi fulani hawana muendelezo mzuri, hasa wakikutana na timu ngumu. Wamefungwa na Everton hapa katikati, wamefungwa dhidi ya Aston Villa. Hawaeleweki. Na wanapoteza kwa goli nyingi. Arsenal 4. Yaani hawaeleweki. Lakini unaweza au ni kitu unatamani? Sema matamanio yako. Inawezekana? No, inawezekana. Kwenye roles yake ya ushindi kashinda dhidi ya West Ham kwenye ligi ameshinda. Kitu cha ajabu ni kwamba Nuno Espirito Santo alifukuzwa akiwa Nottingham Forest kwa kufungwa dhidi ya West Ham. Akahamia West Ham, Nuno huyo amefungwa na Nottingham Forest. Kwa hiyo amebadilisha matokeo. Kilichotokea ni kwamba yeye tu amehamia West Ham, ameondoka Nottingham Forest. Kwa hiyo it's a crazy start. Game ya Arsenal na Nottingham Forest, Arsenal kwenye ligi wamedondosha pointi 12. Wamedondosha. Yeah. Wamefungwa mechi mbili. Wamefungwa mechi mbili dhidi ya Liverpool na Aston Villa. Na zingine ni draw kwa sababu kama nakumbuka vizuri Arsenal wana point 48 kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo katika michezo 20 Arsenal wana point 49. Okay. Kwa hiyo wamepoteza point 11. Wamefungwa 2 na zingine ni draw. Wana draw 4. Kwa wana draw 4 wamefungwa 2. Kwa hiyo wamepoteza point 10. Okay. Point 10 wamedondosha. Na kwenye game point 10 au point 9? Mchezo miwili 6. Wamecheza mechi ngapi currently? Jumla mechi 21. Ni 21 sio 20. Okay. 21 wameshinda 15. Wametoa sare mechi 4. Wamepoteza mechi 2. Okay. Ni mechi ambayo Arsenal wanatakiwa naamini wanaona wanaweza waka stretch ile gap lile la pointi nakuwa kama wakishinda wanakuwa na gap la pointi 8 dhidi ya Manchester City. Wakishinda currently wana 49. Kwa hiyo wakishinda maana yake wanakuwa na nadhani ni gap ya point 9 kwa sababu City stands second pale na point 43. Tukiachana na matokeo yake dhidi ya Manchester United. Yeah. So nadhani watakuwa they are looking forward kwenye hilo kupata gap. Kuongeza hilo gap kati yake na City, wakitarajia pia City kudondosha point, lakini mimi nasema kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Nice. Masuala ya kuanza kumwazia mwingine mpira wa mahesabu wakati wewe hujatimiza majukumu yako huwezi kufika. So nadhani ni game ambayo kwa sababu Arsenal wamecheza kuna game hapa kadhaa hapa nyuma wamecheza ni game kwenye under so much pressure. Na mpaka sasa wameweza kuweka at least hilo gap lililopo sasa hivi they have a room to breathe. Nadhani game na Nottingham Forest wajitazame sana, wanaweza wakapigwa kama ngoma, kipigo cha mbwa mwizi. So sidhani kama wanaweza wakafurukuta kwa Arsenal ambayo sasa hivi iko kwenye namna yake ambayo inajiona kwamba kombe hilo hapo
unaenda kulichukua. Arsenal wako kwenye top of their game. Top of the league, Champions League, top of the table, Premier League, wako kwenye timu 4 za Carabao, yani nusu finali, wako kwenye FA kwenye hatua ya 4 nadhani inayofuata. Kwa hiyo nothing is going they seem like hawana kinachowazuia. Narudia kusema kwamba this season ni Arsenal sasa iamue yenyewe kupoteza Carabao, FA, Premier League na UEFA Champions League. Ikifika mwishoni mwa msimu huu Arsenal wakashindwa kuchukua vikombe angalau viwili katika hivi 4 walivyopo, msimu ujao inabidi wajitathmini sana, because it's January. Pamoja na kwamba hatutazamii kwamba watu washinde vikombe Januari, lakini not losing all 4. Wakipoteza vyote 4 sasa inabidi wajitathmini sana. Sio yani kiukweli sio kwa Arsenal hii ya msimu huu. Wakikosa hivi vikombe nadhani wataparaganyika sana. Mungu atupe uhai, tutakutana Mei. Wataparaganyika sana kiukweli, kwa sababu wanacheza vizuri, wanashinda convincingly, like wapiga nani Bayern, ambao unajua Bayern wana so far wamecheza mechi 16 wamefunga magoli 63. Tena kiongozi anasema wanashinda convincingly. Mimi naongeza kwamba wanashinda convincingly and unconvincingly. Hata sehemu ambazo utazamii washinde. Kwa mfano, sikutegemea Arsenal wamfunge Bayern Munich. Lakini walimpiga vizuri. So itakuwa shida. Yani itakuwa shida naona kabisa hata kutoa Premier League na Champions League, hata wakishinda hivyo vilivyobaki viwili, yani msimu umeisha wameshinda hivyo vilivyobaki viwili, Carabao na FA. Liverpool tushawahi kufanya hivyo. Ni msimu mbaya kwao. Yani ni msimu mbaya kwao, na nadhani utakuwa mwisho wa Mikel Arteta pale. Sidhani kuna mtu atamuelewa Mikel akishindwa. Yani tena adding on that ni kwamba Mikel Arteta akishindwa kuchukua Premier League msimu huu, because the best result for Mikel Arteta right now ni Premier League na Champions League. Tena mbaya zaidi ni kwamba Arsenal hawajawahi kuchukua Champions League. Kwa hiyo katika utani ambao unawauma washabiki wa Arsenal ni kuambiwa kwamba bwana, you're just a small club from London, hamjawahi kushinda Champions League au hamna kombe lolote la Ulaya, kwa sababu Spurs wanayo. Aston Villa sio ya London. Nadhani West Ham wanayo kombe lao la Ulaya, kombe la Conference, ndio? Conference wao. Fulham hatutegemei tuwaulize chochote. Kwa hiyo it's a tough situation. Akipoteza Mikel Arteta, akikosa Champions League, angalau cha kuwafuta machozi Premier League, anything short of that, yani Arsenal wakishindwa kuchukua Champions League au Premier League, wakachukua Carabao na FA, bro, tukumbuke FA Arsenal ameshinda mara 14. Yeye ndio bingwa wa muda wote. Umeona? Kwa hiyo kushinda FA sio kitu kwao. It's nilikuwa naangalia banta moja ya Al Nassr na Al Hilal, wanasema not so breaking news Al Hilal kumfunga Al Nassr. Kwa hiyo sio breaking news Arsenal kushinda FA. Bwana au ni Arsenal na Nottingham Forest. Nimtaja Aston Villa hapa na mweka kwenye ubashiri. Tunaenda kutoa game 5 za weekend, na naanza na game ya Aston Villa dhidi ya Everton kwa sababu ana ligi nyingi sana huyu bwana. Na Liverpool pia amejimegea ligi na Aston Villa. Ipo dhidi ya Everton. Everton ligi mgumu. Wewe unasema una ligi yako na Aston Villa. Kwa hapo tunafuatana kwa karibu. Yeye anajua kama ana ligi na wewe. Yeye ashinde tu mechi zake. Sasa akishinda mechi zake uwezo kumkaribia ujue. Sisi tushinde tu mechi zetu afu tutajua huko mbele. Hapo sawa.
Yeye ajue hata kama ana ligi na wewe ujue. Lakini ana ligi na wewe. How the mighty have fallen. Sisi kweli leo ni wakupambana na Aston Villa. Maisha yanaenda kasi sana. Unaona vipi hii game? Everton ya Iliman Ndiaye. Sijui depending na results za AFCON. Iliman Ndiaye ameplay nafasi kubwa sana kwa Everton. I don't know kuhusu Jack Grealish, sijui kama atarudi, atakuwepo. I think Everton ana nafasi kubwa sana ya kutawala huu mchezo despite the results, kwa sababu right now Villa anaelekea sehemu pazuri, lakini kama nilivyosema kuhusu Crystal Palace, kuna ceiling ambao Villa akifika ataambiwa bwana wewe unaruhusiwa kufanya vizuri lakini sio zaidi ya hapa. Top prediction sasa. Kwa hiyo Aston Villa anashinda hiyo game. Brother. Nampa Aston Villa. Aston Villa anashinda. Yeah. Chelsea Brentford. Chelsea Brentford over 1.5. Brentford anashinda hiyo game. Nottingham Forest dhidi ya Arsenal. Arsenal anashinda. Arsenal anashinda vizuri, gracefully. Liverpool dhidi ya Burnley. Liverpool anashinda. Derby. Wow. Wow. Hivi ni early kickoff. Maji kidogo. I say hiyo ni early kickoff. Saa 9:30. Early kickoff. Sasa mambo napenda kuona. Yaani anaenda kuchukua pointi zetu tatu muda mrefu. Mechi ya saa 9 hii. Alafu ni ngumu vipi sasa? 9:30. Ni mechi ambayo yote atakayefunga saa 9 predictions za wengi waga zina fail. Ile kickoff was na kwa gaji. Yeah. Yaani kinachotarajiwa na wengi sana kitokee. Sasa hichi ndio kitakachoenda kutokea. United Pweza Yusuf ndani ya dakika 90 United anachukua pointi 3. Okay. Basi sitaki kuwa sawa na bwana huyu. City anashinda hii game. Bwana vipi? Otoro jasiri. Jasiri ni mkubwa sana. Bwana mpe Brentford goli moja. Chelsea lazima ruhusu goli. Brentford goli moja. Mpe Liverpool, mpe Arsenal. Manchester United mpe Manchester City mazima. Lakini kuna game nyingine, game ya Aston Villa na Everton. Aston Villa mpe goli 2. And regardless atafungwa ngapi, mpe goli 2. Aston Villa lazima afunge goli 2 kwenye mechi dhidi ya Everton. Bwana, jina langu ni Andrea Masawe. Nilikuwa na Moroki pamoja na Mswahili kwenye meza ya Game Time. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram andika @Masud, @Masud unampata Mswahili, lakini jina langu ni Andrea Masawe. Kwa hiyo kwenye Instagram pale andika Andrea_Masawe 14. Game Time unaipata kupitia Instagram pia ya Dimbani Connect, TikTok ya Dimbani Connect, Twitter ya Dimbani Connect, lakini pia Facebook ya Dimbani Connect. Bila kusahau YouTube ya Dimbani Connect. Kwa hiyo Dimbani Connect kwenye mitandao yote ya kijamii unaipata kwa jina hilo moja ya Dimbani Connect. Utapata Game Time, lakini pia matukio mengine yote ya kimichezo. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.